Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu. Na leo nikurudishe nyuma kidogo. Tuliacha ahadi fulani muhimu sana katika kitabu cha Kutoka sura ya 23. Sura ya 23 ya kitabu cha Kutoka kuanzia mstari wa 20 mpaka wa 23. Some pale, kuna ahadi tuliacha na ni muhimu sana. Anasema, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Jitunze mbele yake, muisikize sauti yake, wala msimtie kasirani, maana hata wasamehe makosa yenu. Kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Lakini ukisikiza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakapokuwa adui wa adui zako na mtesi wa hao wakutesao. Kwa kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako na kukufikisha kwenye Mwaroni na kwenye Mwamori na Mhiti na Mperizi na Mkanaani na Mhiti na Mhivi na Myebusi, nami nitawakatilia mbali. Amen. Penda mtazamaji wangu, hapa tunakutana na ahadi nyingine ambayo tulitaka kuiacha, nayo ni muhimu sana. Hapa Musa tayari ameshawatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, wako jangwani, wana safari ya kuelekea nchi yao ya ahadi Mungu aliyowaahidia. Wakiwa katikati ya safari, Mungu akamtokea Musa akamwambia, najua wewe uko mwenyewe, yuko Haruni ndugu yako, wako wasaidizi wako akina Joshua na Kalebu. Usiogope, hata hivyo nataka ni mtume na malaika wangu atakayewalinda njiani. Atakulinda wewe na wenzako. Huyu malaika atakuwa mlinzi wenu. Najua huko mbele mtakutana na maadui mbalimbali, mtakutana na changamoto mbalimbali, lakini nampeleka huyu ili awe mlinzi wenu. Hii ni jambo la ajabu, kulindwa na malaika, jambo ambalo hawajawahi kulisikia wala kulizoea. Lakini Mungu sasa anamwambia Musa, nampeleka malaika atakayewalinda njiani, atakayewalinda njiani. Kisoma kitabu cha Waebrania sura ya 1, Biblia inasema malaika ni wahudumu, ni watumishi wanaotumika kuwahudumia watakatifu. Kwa hiyo kazi yao ni kuhakikisha watakatifu wamepata mahitaji yao, usalama wao na kadhalika. Sasa ndipo Mungu anamwambia Musa, nampeleka huyo. Jambo la pili anasema msikilize, lakini mkishamsikiliza na msipomtia kasirani, ndipo mimi nitakuwa adui wa adui zenu. Jambo la pili anasema nitakuwa adui wa adui zenu na nitawatesa hao wawatesao. Nitakuwa mtesi wa hao wawatesao. Hili ni jambo la ajabu pia, kwamba Mungu anageuka kwa adui wa adui zao, adui wa adui zao, mtesi wa watesi wao. Hii ni jambo lingine la ajabu sana, kwamba anaahidi kwamba kuwa adui wa adui na mtesi wa watesi wao. Pendwa mtazamaji wangu, mimi sijui wewe kwa upande wako, lakini ninachokiamini mimi, malaika ni mlinzi. Malaika ni walinzi wa watakatifu wa Mungu, ni mlinzi wa watoto wa Mungu. Anatulinda kwenye nini? Kwenye maisha yetu yote ya kila siku, tunapotoka na kuingia, tuketipo na tulalapo, tuamkapo, tutendapo kazi. Mungu huyu malaika hutulinda. Kila mtu hulindwa na malaika. Kila mtu hulindwa na malaika. Inategemea uko wapi. Wanaweza wakaja kundi au mmoja kukulinda. Inategemea uko kwenye hatari kiasi gani. Lakini malaika ni walinzi wako. Kwa hiyo muhimu ni kwamba usiogope, maana una ulinzi mkuu. Usiogope, maana unao ulinzi mkuu. Hiyo ni ahadi ya Mungu kwako. Jambo la pili anasema atakuwa adui wa adui zako.
na mtesi wa watesi wako. Hii ni jambo jingine la ajabu pia. Mungu anageuka kuwa adui wa adui zako. Yawezekana una maadui wanaokuzunguka. Sasa Mungu anasema yeye atakuwa adui wa adui zako. Kwa hiyo jambo muhimu, usiwaogope maadui, maana wala usiamue kupambana nao. We tulia tu, yuko adui wa adui zako, yuko. Yaani Mungu amegeuka kuwa adui wa adui zako. Hii ni ajabu ajabu ajabu, siwezi kueleza vizuri, lakini ndivyo hivyo. Na mtesi, yawezekana una watesi wanaokutesa. Yawezekana ni magonjwa yanakutesa, yawezekana ni watu wanakutesa, wanakusumbua, yawezekana watu wanakuchukia, hawakupendi, hawakutakii mema. Na mimi nakwambia Mungu anageuka kuwa mtesi wa hao wanaokutesa. Yawe magonjwa, yeye anageuka kuwa mtesi wa hayo magonjwa. Iwe ni ukaufu au maskini, Mungu anageuka kuwa mtesi wa umaskini huo. Kwa hiyo usiogope. Mungu ameahidi mwenyewe kwa upande wako, kupigana upande wa maadui zako na kupigana upande wa watesi wako. Hili ni jambo la ajabu ajabu. Jambo muhimu, mpendwa mtazamaji wangu, usiache kumpenda huyu Mungu. Usiache kumpenda kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako. Hebu ona, anasema anakupelekea malaika kulinda. Anakuwa adui wa adui zako. Anakuwa mtesi wa watesi wako. Hili si jambo la ajabu sana. Kwa nini sasa wewe kwanza unajisumbua nini? Kwa nini unajihangaisha? Hebu tulia. Subiri Mungu, tulia. Usiogope. Usiogope. Wewe tulia tu. Iko siku mambo yatakaa sawa. Maana yuko Mungu mbinguni. Basi Mungu akubariki, akusaidie, awe upande wako, akibariki kazi za mikono yako na maisha yako yote, biashara zako zote zibarikiwe na yeye. Asanteni kwa wale mnaoniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu. Mungu aendelee kuwabarikia sana sana. Na wewe ambaye bado, basi fanya hivyo na Mungu wa mbinguni atakubariki. Tukutane wakati huo unaokuja kwenye kuziangalia ahadi zaidi. Nikwambia mfululizo huu ni mrefu, basi endelea kufuatana nami. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe sana. Amen.